Jina langu ni John, na hii si hadithi ya kusikia. Ni hadithi ya maisha yangu mwenyewe. Kuna mambo ukipitia yanakufanya ujiulize, je, adui yako mkubwa anaweza kuwa mtu wa damu yako? Pazifu. Nilizaliwa katika familia ya watoto wawili tu, mimi na dada yangu mkubwa. Tulipokuwa bado wadogo sana, wazazi wetu walifariki dunia. Tukabaki yatima, bila pa kushika. Kilio. Kuanzia siku ile, dada yangu alibeba mzigo wote wa maisha yangu. Aliniachia ndoto zake, aliacha shule, akasafiri kutoka Nigeria kwenda nchi nyingine ya Afrika kutafuta maisha. Kila mwezi alinitumia pesa, akanilisha, akanisomesha. Kwa miaka yote hiyo, nilikuwa najua kitu kimoja tu. Dada yangu ndiye kila kitu nilichonacho duniani. Nilisoma sekondari, nikaingia chuo kikuu, nikahitimu. Kwa pesa zake, nikapata nafasi ya kwenda Ujerumani. Dada yangu hakuwahi kuolewa, hakuwahi kupata mtoto. Maisha yake yote aliyatoa kwa ajili yangu. Na hapo ndipo nilipoanza kuona kitu cha ajabu. Kimya. Alianza kuniona kama mali yake, sio kama mdogo wake tena, bali kama kitu chake. Siku moja nilimwambia, "Dada, nimepata mwanamke ninayempenda, nataka kumuoa." Uso wake ukabadilika. Hasira, akanijibu, "Hapana, niruhusu mimi ndiye nikuchagulie mke." Nikashangaa, shangao. Nikamwambia, "Hapana dada, hili ni suala la moyo wangu." Alikasirika, lakini hakusema mengi. Nilipomleta mke wangu wa sasa nyumbani kumtambulisha, dada yangu alisema, "Nipe wiki 2 niulizie huyu mwanamke. Baada ya hapo, nitakwambia." Nilimpa wiki 2. Baada ya wiki hizo, akarudi na maneno yaliyonishtua mpaka leo. Hofu. Huyu mwanamke ana mume wa kiroho. Ukimuoa, maisha yako yatakuwa magumu. Mimi sitaunga mkono ndoa yenu. Nilimsikiliza, lakini moyo wangu ulikataa. Nilimuoa mke wangu. Mwaka wa kwanza, hakuna mtoto. Mwaka wa pili, mimba zinaharimika. Mwaka wa 3, huzuni. Mwaka wa 4, maumivu. Pazifu. Kila mimba ikiharibika, dada yangu alikuwa ananiona na kusema, "Nilikwambia, huyu mwanamke ana tatizo." Lakini mke wangu hakuwa na hatia. Hakunidharau, hakumtukana dada yangu, hakuwa na ugomvi. Alivumilia kimya kimya. Kila nikirudi nyumbani na mke wangu, dada hakula chakula chetu, hakutembelea nyumba yetu. Aliniambia, "Ukitaka kuniona, njoo peke yako." Na jambo la ajabu likaanza kutokea. Hofu. Kila nikimpa mke wangu pesa, matatizo. Nikimnunulia kitu, matatizo. Nikimjali, matatizo. Lakini nikimuacha mke wangu bila chochote, napata amani. Hapo nikaanza kuogopa. Nikaanza kujiuliza, fikira, inawezekana kweli dada yangu alikuwa sahihi? Nikaanza kufikiria, kumuacha mke wangu, kumtaliki, kuanza maisha mapya. Kwa hofu, nikamwambia dada yangu, "Tafadhali nenda kwa waganga wa jadi, au mapadre, au wachungaji, ulizie suluhisho." Alikwenda. Aliporudi, alinipigia simu akasema, "Popote nilipokwenda, wote wanasema umuache huyu mwanamke. Oa mwingine." Lakini ndani ya moyo wangu nilijua kitu kimoja. Pazifu, mke wangu hana kosa. Tatizo lake ni moja tu. Hakuchaguliwa na dada yangu. Basi unajua kuwa maisha yangu yalikuwa yameanza kupasuka katikati. Nilikuwa nimesimama katikati ya watu wawili. Mke wangu niliyempenda kwa moyo wangu wote, na dada yangu aliyenilea kwa damu na machozi. Na ukweli ni huu, nilikuwa nikimkosa mmoja wao kila siku. Amani ya uongo. Nilianza kuishi maisha ya ajabu sana. Nilipokuwa Ujerumani, nikimtumia mke wangu pesa kidogo tu, matatizo yanatokea. Nikimnunulia zawadi, matatizo yanatokea.
Nikimjali, matatizo yanatokea. Lakini nikiacha kufanya kila kitu, nikajifanya sina mke, napata amani. Amani ya uongo. Usiku nilikuwa nikiuliza, kwa nini nikimpenda mke wangu napata matatizo? Kwa nini nikimwacha napata amani? Hapo ndipo amani ilipoanza kunitafuna. Maneno ya dada yangu yalining'inia akilini. Maneno ya dada yangu hayakuacha kichwa changu. Huyu mwanamke ana mume wa kiroho. Nilikwambia, ukimwacha maisha yako yatakuwa sawa. Kila tatizo lilipotokea, sauti yake ilikuwa inarudia kichwani mwangu. Psst. Na polepole nilianza kumtazama mke wangu kwa macho ya mashaka. Sio kwa sababu alikuwa mbaya, la hasha, bali kwa sababu nilichanganyikiwa. Mke wangu alipouliza swali gumu. Siku moja, mke wangu aliniketisha chini. Macho yake yalikuwa yamechoka. Akasema kwa sauti ya chini, "John, kuna kitu kinakubadilisha. Uko mbali hata ukiwa karibu." Nikanyamaza. Akaendelea, "Nimevumilia sana. Sijui kosa langu ni nini. Niambie, nifanye nini?" Psst. Nilikosa jibu. Kwa sababu ukweli ni huu. Sikujua nifanye nini. Nilipoanza kujitenga, polepole nilianza kutomshirikisha mke wangu maamuzi, kumpunguzia mawasiliano, kumsikiliza dada yangu zaidi. Nilianza kuishi maisha mawili. Upendo nyumbani, hofu moyoni. Mke wangu aliumia kimya kimya. Hakugombana, hakupiga kelele. Alilia peke yake. Dada yangu alipozidi kuvuka mipaka. Dada yangu alikuwa na maneno yale yale. "Mbona unaishi na yule mwanamke? Mbona hujaoa mwingine?" Alikuwa hataki nimlete mke wangu kwake. Hata kumtaja jina lake, hasira. Na hapo ndipo nilipoanza kuona kitu. Hii haikuwa tena ushauri, ilikuwa udhibiti. Safari ya siri. Siku moja nikiwa Ujerumani, nilifanya uamuzi wa siri. Sikumwambia dada yangu, sikumwambia hata mke wangu. Nilikwenda kanisani peke yangu. Nikakaa nyuma, nikalia kama mtoto. Nilimuuliza Mungu, kama kweli mke wangu ni tatizo, nionyeshe. Kama sio, nifungue macho. Baada ya ibada, mzee mmoja akanisogelea. Akasema, "Kijana, tatizo lako haliko kwa mke wako, liko kwa mtu wa karibu sana na wewe." Nikagandishwa. Akaongeza, "Mtu anayesema anakupenda kuliko wote, lakini hataki kukuona huru." Maneno hayo yalinipiga kama radi. Niliporudi nyumbani, nilirudi nyumbani nikiwa tofauti. Nilimtazama mke wangu, nikamuona mwanamke aliyekuwa mvumilivu, mwaminifu, asiye na hatia. Nikajiuliza, kama kweli ni tatizo, kwa nini ni yeye ndiye anayeteseka? Mwanga wa kwanza. Nilianza kubadilika taratibu. Nikaanza kumwombea mke wangu. Nikaanza kumjali tena. Nikaanza kuweka mipaka. Na jambo la ajabu likatokea. Matatizo yakaanza kupungua. Sio yote, lakini yakapungua. Hapo nikajua, sio mke wangu aliyekuwa tatizo. Leo ninapoongea, bado niko safarini. Lakini jambo moja najua. Upendo wa kumiliki si upendo. Mtu anayekunyima amani ya ndoa yako, hata kama ni damu yako, lazima awekwe mipaka. Basi ujue safari yangu ilikuwa imefika mahali pa maamuzi. Nilikuwa nimechoka. Sio kuchoka kwa mwili, bali kuchoka kwa roho. Niliamua kumkabili dada yangu. Siku moja nikiwa Nigeria, nilifanya uamuzi mzito. Nilimwambia dada yangu, "Dada, nataka tuongee kama watu wazima." Alinitazama kwa macho ya mshangao. "Kuna nini tena?" Nikavuta pumzi ndefu. Kwa miaka yote hii, kila nikimjali mke wangu, matatizo. Kila nikimwacha, napata amani. Hii inanichanganya. Alitabasamu kwa dharau kidogo. "Si nilikwambia, huyo mwanamke ni mzigo." Nikamuuliza, "Dada,
Je, kweli unataka furaha yangu au unataka nikae peke yangu milele? Kwa sekunde chache alinyamaza. Kisha akasema, mimi ndiye nilikulea. Mimi ndiye niliyokutoa kwenye umaskini. Bila mimi usingekuwa hapa. Maneno hayo yalinichoma. Lakini nilibaki imara. Nikamwambia kwa sauti ya chini lakini thabiti, nakushukuru kwa yote uliyofanya, lakini maisha yangu hayawezi kusimama kwa hofu. Uso wake ukabadilika. Huyo mwanamke anakuchukua kwangu. Hapo ndipo ukweli ulipojitokeza wazi. Hakuwa akilinda ndoa yangu, alikuwa akinilinda nisimwache. Akasema kwa hasira, kama utaendelea na huyo mwanamke, usiite msaada wangu tena. Nikanyamaza. Kwa sababu kwa mara ya kwanza niliona dada yangu kama binadamu mwenye hofu, sio malaika. Nilimwambia, nampenda mke wangu na sitamwacha. Alilia. Akasema, basi, chagua, mimi au yeye. Hapo ndipo nilijua. Upendo wa kweli haukupi chaguo la hofu. Nikajibu kwa sauti ya kutetemeka lakini ya kweli. Nitachagua amani. Nilirudi Ujerumani. Dada yangu alikata mawasiliano. Hakupiga simu. Hakutuma ujumbe. Lakini kwa mara ya kwanza, nililala kwa amani. Nilianza kumwombea dada yangu, nilimwombea mke wangu, nijijengea mipaka. Na jambo la ajabu likaanza kutokea. Ndani ya miezi mitatu, mke wangu alipata ujauzito. Nililia kama mtoto. Leo ninapoongea, najua kuwa sio kila anayekulea atakubali kuona ukifurahia maisha yako mwenyewe. Najua kuwa mipaka ni muhimu hata kwa familia. Najua kuwa ndoa bila mipaka ni uwanja wa vita. Basi ujue safari yangu imekuwa ndefu, imejaa machozi, lakini pia imenifunza maana ya maisha. Baada ya kumkabili dada yangu na kuweka mipaka, maisha yangu hayakuwa rahisi ghafla. La hasha. Kulikuwa na ukimya mkubwa. Dada yangu hakupiga simu, hakutuma ujumbe. Nilijua nimemuumiza. Lakini ndani ya moyo wangu, nilijua nimefanya jambo sahihi. Kwa sababu, kwa mara ya kwanza maishani mwangu, nilikuwa mume kamili, sio mtoto wa kuogopeshwa, sio mali ya mtu. Nilimkumbatia mke wangu na kumwambia, samahani kwa kila machozi. Samahani kwa kila ukimya. Samahani kwa kukutia shaka. Alilia. Akasema, nilijua siku moja utaona ukweli. Nilimuona kama shujaa, mwanamke aliyebaki imara wakati kila kitu kilikuwa kinanivuta nimwache. Miezi michache baadaye, tuligundua kuwa mke wangu ni mjamzito. Nikaa chini, nikashindwa hata kuongea. Sio kwa sababu tu ya ujauzito, bali kwa sababu nilijua. Ukweli ukiwekwa mbele, giza linapotea. Ujumbe usiotarajiwa. Siku moja nikiwa kazini, nikapokea ujumbe. Ni kutoka kwa dada yangu. Maneno machache tu. Nimesikia mtapata mtoto. Hongera. Hakukuwa na lawama, hakukuwa na hasira. Nilikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha nikajibu, asante dada. Natumaini siku moja tutakaa kama familia. Hakujibu tena. Lakini nilijua huo ulikuwa mwanzo wa uponyaji wake pia. Leo ninapoongea, nimejifunza mambo makubwa sana. Upendo wa kweli hauzuii, unaachia. Mtu anayekupenda hata kunyima amani. Kuweka mipaka sio kukosa shukrani. Ndoa inalindwa na ujasiri, sio hofu. Dada yangu bado yuko kwenye safari yake ya kuelewa. Lakini mimi niko kwenye safari ya kuishi kweli. Ujumbe kwa mwanaume na mwanamke. Kama wewe ni mwanaume, usiruhusu mtu yoyote, hata wa damu, akudhibiti ndoa yako. Kama wewe ni mwanamke, ukivumilia kwa haki na busara, ukweli hujitokeza. Mimi ni John. Hii ndiyo hadithi ya maisha yangu. Hadithi ya maumivu, lakini pia ya ushindi. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho.
Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite. Hapa ndio mahali pekee unapopata simulizi zilizoshikana, zenye ladha ya kipekee na zinazokufanya utamani kusikia sehemu inayofuata mara moja. Kama umependa stori ya leo, basi hakikisha unabofya kitufe cha subscribe, ushike pia alama ya kengele ili kila simulizi mpya inapowekwa uwe wa kwanza kuipokea. Kila siku tunakuletea visa vipya vya kusisimua, vya kuhuzunisha, vya kupendeza na vingine vya kukushangaza kiasi cha kukufanya utake kusikiliza tena na tena. Usipitwe na safu ya hadithi kubwa tunazoziandaa zinakuja, kila moja ikiwa tamu kuliko iliyotangulia. Hivyo, kaa karibu nasi, subscribe sasa na tuendelee pamoja kwenye dunia hii ya simulizi zisizoisha. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye simulizi inayofuata.